Bwana, kama ndo kwanza unajiunga na chaneli yetu, basi hakikisha unagusa alama ya subscribe ili kupata miendelezo mbalimbali ya tamthilia zetu. Nikukaribishe sana. Kisanga kizito kilikuwa huko shuleni. Bidada alikuwa anaulizwa, umewezaje kuingia katika mahusiano na Crown Prince? Bidada akasema ni Mungu tu na uzuri unachangia. Hasa habari zimetapakaa sana katika eneo hili zima la shule. Kumbe hata mtu ambaye bidada amechumbiana naye hakuwa yule Prince, bali alikuwa ni mpwa wake anayefahamika kama Liu. Na huyu bwana mdogo Liu, baba yake mzazi alifariki akiwa na miaka 5 tu, kwa hiyo akalelewa ndani ya jumba la kifalme, na ukumbuke pia na yeye sio maisha haba hata kidogo. Na mwamba akahamishiwa katika shule ile ambayo bidada Chekyang anasoma. Kwa hiyo hawa watakuwa ni wapenzi katika shule moja na watu ambao watakwenda kuoana hivi karibuni. Na bwana mdogo hakuwa na pingamizi hata kidogo. Lakini sasa katika shule hiyo si unajua kwamba Crown Prince kuna kapiskari fani hivi anakelewaga, alikatongoza kakamkatalia. Na kale kabidada kalipopata taarifa kwamba Crown Prince atakwenda kumuoa bidada, basi kalikasirika na kakaondoka. Kalikuwa kamemkataa Crown Prince, alafu eti kamepata hasira baada ya kugundua Crown Prince anakwenda kuoa. Hasa haka kabidada Chekyang kakao kanamuuliza Crown Prince, kwa nini umeamua kunioa mimi wakati kuna mtu ambaye unampenda ndani ya hii shule hii? Lakini Crown Prince akasema, acha kuniuliza maswali kama hayo, kwanza hatua ya kwanza nenda kabadilisha hiyo suruali ulioivalia katika sketi yako, sio utaratibu kabisa. Alafu ngomba Crown Prince ndio hivyo akawa amemwacha bidada aondoke zake. Sasa siku imefika ya bidada kuweza kutimba ndani ya jumba la kifalme. Bidada alivishwa mavazi ya utamaduni, mavazi ambayo ni ya gharama sana nchini Korea, na akawa anaelekezwa namna gani ataingia ndani ya jumba la kifalme. Anatakiwa kupunguza mapepe. Hasa ile the moment anatoka tu nyumbani kwao, waandishi wa habari nje kama wote, bidada anapigwa picha kama zote, ni haelewi kabisa mambo haya yamekuaje hivi. Na sio tu nyumbani kwao ambako watu walikuwa wametanda na wakazingira makazi yote, mpaka katika barabara ambayo bidada alikuwa anapita anakwenda kuolewa ndani ya jumba la kifalme, watu walikuwa wametapakaa mitaani. Bidada akafikishwa ndani la jumba la kifalme. Kwanza anatakiwa kujifunza namna gani ya kuendana na tamaduni. Kwanza akapewa vitabu kama vyote, alianza kupachua ukurasa mmoja baada ya ukurasa mwingine, alisoma mpaka macho yakaanza kugeuka kuwa mekundu. Mpaka wakati huo alipoweza kuingia Malikia katika hili eneo, na Malikia amefika, anagundua kwamba bidada akilala huwa anakoroma. Kabaki anasema Mungu wangu we, yani tutakuja kuwa na Malikia miaka ya mbeleni ambaye anakoroma. Akabaki anatikisa tu kichwa chake. Akaagiza haraka sana wafanyakazi waende wakamuamshe, lakini bidada akiamshwa huku anageukea upande wa pili, anaendelea kukoroma tu. Basi haraka sana Malikia akawaagiza wafanyakazi kumfundisha bidada asiwe analala kwa kukoroma. Sasa sijui atafundishwa kitu gani hapo. Alafu akaambiwa kwamba asiwe anazurura maeneo ambayo hayaruhusiwi. Sasa bidada kanatamani kuzurura huko, kakao kanatoroka wakati mwingine. Na kila wakati ambapo bidada anakosea hapa ndani, wale wafanyakazi waliopewa kazi ya kumsimamia wakawa wanafokewa sana. Alafu huyu Malikia akawa anamchukia sana bidada, akasema mwanzoni nilimchukia lakini sasa hivi namchukia zaidi. Mbona huyu binti ni binti wa ajabu sana, ana mambo ya kishenzi hata hayaeleweki, yani mimi ananikera. Hasa siku 3 za mafunzo zimekwisha kuisha. Sasa bidada anatakiwa kuonesha kwa vitendo ni kitu gani alichoweza kujifunza ndani ya ufalme, na kama akifeli tu basi wafanyakazi wake wawili watakuwa wanaadhibiwa. Hasa wale wafanyakazi wake wawili wakawa wanatetemeka kwa sababu kila kosa ambalo bidada Chekyang atakwenda kulifanya basi wao itawakost. Hasa bidada Chekyang kila mtihani ambao anapewa anajibu tu. Kumbe bana alikuwa ameandika kinondo, ule mtindo wa kuweza kukopi material ya mwenzako na kuingia nayo darasani. Yeye alikuwa ameandika kwenye mkono. Kila swali analouliza analipiga vizuri yani. Kwa hiyo bwana, kwa bahati nasibu tu bidada alifaulu maswali yote. Lakini huku upande wa pili marafiki zake wameandaa zawadi kibao kwa ajili ya kumkaribisha bidada kama Crown Princess. Lakini naye bidada Chekyang amewamisi marafiki zake kinoma noma, kwa sababu ni siku kadhaa zimepita hajaweza kuwaona kabisa. Wakati huo Crown Prince akaja pale na kusema kwamba wanatakiwa kuzoea maisha ya upweke. Ndiyo, kuna raha yake kuolewa katika familia ya kifalme, lakini shida ni kwamba kuna maisha ya kipweke kama haya ambayo unayaishi sasa hivi. Alafu mwamba akaendelea kusema kwamba hata hivyo tukishaoana mimi nakuja nikupatie taraka, utakuja kuishi maisha yako ya utulivu kabisa, wala usiwe na hofu. Lakini pia akamletea vizawadi vingi sana, na hizi zawadi ndani yake kulikuwa kuna pipi za kutosha, na akasema kwamba hiyo zawadi imetokea kwa kaka yangu ama mpwa wangu anayefahamika kama Liu. Lakini hayawi mwisho wa siku si akawa bwana, siku ya ndoa ikawa imeweza kutimba. Wazazi wake na bidada Chekyang wakawa wamealikwa katika ikulu. Huku mitaani shamla na bashasha kibao, watu wanashangilia, watu wana celebrate, yani kila mtu anasema dai Chekyang hatimaye anaingia katika jumba la kifalme, ndio tunataka uongozi wa design hiyo. Waandishi wa habari walitapakaa kila sehemu, si tu waandishi wa habari wa nchi ya Korea bali mpaka waandishi wa habari wa kimataifa walikuja kuhudhuria sherehe hii kubwa. Wazazi wake na bidada wa kina Chekyang basi wakaanza kumtia nasaa mtoto wao kwamba bana, ukaitunze ndoa yako, ukaiheshimu na ukaipende. Kamheshimu sana mmeo kuliko chochote kile. Alafu mwanetu, tumesahau kukwambia, kamdomo mwanetu, kamdomo na maneno yaliyozidi sio mazuri. Basi baada ya kusikia nasaa kutokea kwa wazazi wao, moja kwa moja wakaanza
wakaanza kuruhusiwa kutembea mitaani ili kuweza kuwasalimia watu. Aisee, kulikuwa kuna nyomi noma na nusu. Maafande walitanda mji mzima kuhakikisha kwamba usalama wa mji unakuwepo huko vizuri, kwa sababu tukio lililokuwa linafanyika lilikuwa ni tukio la kitaifa na kimataifa. Nyumbani kwa kina bidada Chaitang, basi kulikuwa kuna simu nyingi zinapigwa. Hongera sana jamani, mwanenu amewaheshimisha, akaolewa katika familia ya kifalme, hongereni sana. Mama yake na bidada Chaitang alibaki anashangaa sana, kwa sababu mwanzoni walikuwa wakizaraulika sana hapa mitaani. Sasa hivi simu hazikomi za pongezi, za hongera nyingi. Mizunguko upande wa pili huku kwa maharusi ilikuwa ni mingi sana, wakajikuta wamechoka. Licha ya kwamba walikuwa ni vijana na wako imara, wakajikuta wanalala kila mmoja na koroma tu, kwa sababu kuzunguka mji mzima si mchezo ese. Basi bwana mapema kesho yake shughuli ikawa imeahirishwa, na wakasema kwamba huu sio mwisho wa harusi yenu bado inaendelea mpaka imekamilika, basi wiki nzima inaweza ikaisha. Bidada akabaki anashangaa, haya mambo nilikuwa nayaona Katoro peke yake, na maana kumbe hata huko Korea yapo. Basi bwana akaingia ndani ya mjengo ambao atakuwa anaishi kwa sasa, na baadaye kidogo akatoka kukutana na mama yake na Malikia, na akaanza kuwatia nasaa mbalimbali namna gani watakwenda kuishi na namna gani wanatakiwa kuheshimiana katika maisha yote ya hapa katika ufalme. Alafu bidada akasainishiwa masoja fulani hivi waliokomaa, makomando wa jeshi wako watatu wa kike, hawa ndio watakuwa mabodyguard wake kuanzia sasa hivi. Alafu pia akakabidhiwa notebook fulani kubwa sana. Alipofungua akagundua kwamba kuna mali nyingi sana ambazo atakuwa anazimiliki yeye kuanzia sasa hivi ndani ya jumba la kifalme. Kupiga mahesabu hela hazina mpaka mwisho. Bidada zile pesa alizihesabu usiku mzima na alishindwa kuzimaliza kwa sababu zilikuwa ni nyingi vibaya mno. Na hata ilipofika mapema na alfajiri kesho yake anaanza kupatana na Crown Prince kuelekea shuleni. Bidada aamini kabisa kwamba maisha yake yamebadilika ghafla na kuwa yakishua kinoma yani. Na bidada muda wote katika gari anapiga tu mahesabu ya zile pesa ambazo alikuwa anazisoma siku ya jana. Bilioni 8 huku, bilioni 20 huku, bilioni 30 huku, akawa anajumlisha tu, anacheka cheka tu yani. Sasa ile time wamefika mitaa ya shuleni, ajabu ni kwamba sasa hivi maarufu wamekuwa watu wawili kabisa. Sasa Crown Prince ni maarufu na bidada Crown Princess naye maarufu hivyo hivyo. Sasa bidada Cheikyang akiwa amefika hapa katika maeneo ya shule, akawa amekabidhiwa zawadi na huyu mwamba anafahamika kama Liu. Kumbuka kwamba Liu ni miongoni mwa watoto wa jumba la kifalme pia, ila bado bidada Cheikyang hajamjua vizuri Liu, kwa akajua jamaa anahitaji urafiki kama mtu wa kawaida tu, kumbe huyu ndo amepangwa kuja kuoana na bidada baadaye. Sasa bidada Cheikyang yuko darasani anashangaa marafiki zake watatu wanaanza kumpuzia, yani hawamzingatii tena. Kumbe bwana siku ya harusi na yeye pia alikuwa hawazingatii marafiki zake, alikuwa busy tu anaangalia mbele ya gari. Sasa bidada Chaitang alijitahidi sana kuwatuliza marafiki zake, kuwauliza shida nini, lakini hawakuweza kumwambia. Mpaka mwisho wa siku akamfuata Liu akaanza kusema, sijui nimewakosea nini marafiki zangu, wamenitenga. Lakini mwamba Liu alimwambia bidada kwamba marafiki zako huenda wanashindwa kukaa na wewe kwa sababu wewe umeshakuwa Crown Princess, kitu ambacho ni kigumu sana kwa wao kuweza kushirikiana na wewe tena. Asa huku upande wa pili kale kabidada kanakofahamika kama Minio, haka kabidada bana kalikuwa kanamchukia sana Crown Prince, na ukumbuke kaliwahi kumkataa mbele ya macho yake. Asa siku ya leo ndo kanarejea shuleni. Sasa kamefika kamenuna kwa sababu kamegundua kwamba Crown Prince alikuwa anakatongoza, alafu Crown Prince ameenda kumuoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo kamekasirika wivu tu. Na kabidada kakaamua kumfuata mwamba Crown Prince na kaanza kumwambia kwamba je, ungetamani tuendelee na mahusiano yetu? Lakini mwamba Crown Prince hakuweza kujibu kitu chochote kile. Ukimya nao ni jibu. Crown Prince alikuwa anajiuliza, yani wewe nimewahi kukutongoza, ulinikatalia. Sasa hivi nimeoa ndo unaanza kuniambia eti tunatamani tuendelee na mahusiano? Chizi nini? Hasa bidada Chaitang akawa ameingia darasani siku ya leo na alitamani kuongea na wanafunzi wote, na watu wote walikuwa wako kimya kwa sababu wanamheshimu licha ya kwamba ni mwanafunzi mwenzao, lakini huyu ni Crown Princess, mtu mwenye nguvu katika taifa. Ana uwezo wa kukuagizia watu wasiojulikana na wakakupoteza eti. Basi baada ya bidada kuanza kueleza kwamba anajisikia amani sana na anajiona amepata experience mpya kuolewa katika familia ya kifalme, basi darasa zima likafurahia na kumkaribisha kwa keki kubwa. Lakini wakati huo huo mwalimu alikuwa ameingia darasani na kukuta shamla za kutosha, akajikuta na yeye ameingilia kati na kuanza kusherehekea na wanafunzi wengine. Kwa ikawa ni sherehe tu humo ndani. Hasa kwa kuwa naye mwamba Liu ni miongoni mwa wanafunzi wanaotokea katika jumba la kifalme, basi watoto wa kike na wakaanza kumshobokea na yeye kwa sababu wanajua kwamba wakioana na huyu jamaa pia na wenyewe watapata heshima kama ambayo bidada Chaitang ameweza kuipata. Wanakwambia ndio kwanza mambo yameanza kuchangamka. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili katika episodi ya 3? Jamani, nipende kuwakumbusha tu kwamba support yenu imekuwa ndogo sana kwa mdhamini wetu, ndio maana kazi zinakawia kwa sababu hapati nguvu ya kuendelea kusupport.
na ni rahisi sana kuweza kuonesha ushirikiano. Jambo la kwanza unaotakiwa kulifanya, kwanza unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe. Ukishagusa alama ya kusubscribe, zitaonekana chaneli mbili zikiwa zimeweza kuungana. Sasa wewe utagusa chaneli ya kusubscribe katika chaneli ya chini, ambayo hiyo ndo chaneli ya mdhamini wetu, na kadri unapokuwa una subscribe katika chaneli hiyo ndivyo ambavyo kazi zitakuwa zinatoka kwa kasi zaidi, na series hii huenda hata kufika fainali ndani ya siku moja. Ni wasihi kufanya hivyo ili tuweze kusonga mbele kwa spidi zaidi. Mimi ni DJ Paul na hii ni PVP Media Max.